الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إخوة الكرام، katika silsila tunaendelea nayo ya tafsir ya suratul Fatiha, tulikomea katika aya hii ya 6 au ya 7 vile vile katika sura hii inayosema ihdinas siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawaambia waja wake kwa kuwafundisha namna gani watasema katika kumuomba yeye ili waweze kupata uongofu na waweze kujua njia ya haki na njia ambayo ndiyo njia mzuri, kama ambavyo waliofuata watu waliotangulia. Na maana ya aya, unaposoma aya hii katika suratul Fatiha, ihdinas siratal mustaqim, ni kama kwamba wamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, dullana ila sirati, tuoneshe njia, wawafiqna ila siratil mustaqim. Kwanza tuoneshe barabara, kisha tuwafikie hiyo barabara iwe ni barabara ya kisawasawa iliyonyoka, alladhi rasamtahu liibadika, ambayo wewe ndio umeipanga na umeichora barabara hiyo kwa ajili ya waja wako waweze kufuata. Wakadhalika thabbitna alayhi hatta nalqak, vile vile utupe thabat na utupe uwezo wa kusimama na kubakia katika barabara hii mpaka siku ambayo tutakutana na wewe. Hii ndio maana ya aya kama hii Muislamu anaposoma. Wa tariqul mustaqim, kama wanavyotuambia ulama wa tafsir, minhum Ibn Kathir rahmatullahi alayhi, annahu huwa alislam, kwamba hii njia ni Uislamu, alladhi huwa tariqul wadih almusilu ila ridwanillahi azza wa jalla, ndio njia ambayo kwamba iliyoko wazi, njia ya kipekee itakamfikisha Muislamu kupata radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na vile vile ila jannati, kwenda kufikia kuipata pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kadhalika huwa al-tariqu alladhi dalla alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, as-siratul mustaqim, ndio njia ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyokuja kuwafundisha umma wake. Wadalla alayhi kadhalika jami'ul anbiya'i min qabli, na vile vile manabii waliotangulia wote ndio njia waliokuja kuifundisha na kuelekeza watu kwenye barabara hiyo. Asema Ibn Kathir, fala sabila ila al-falahi was-sa'adati wan-najahi illa biluzumihi wa sulukihi. Muislamu ikiwa ataka kufaulu, ikiwa ataka furaha katika haya maisha, basi hakuna njia nyingine yoyote mpaka ufuate barabara hii ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wal istiqamatu alayhi, na baada ya hapo kuwa na msimamo na kukita. Kuna kufuata, ukawa umefuata, lakini kisha baadaye usibakie hapo ukapinda na barabara zingine. Lakini kinachotakiwa ili mtu kufikia malengo ni kwamba la budda awalan min luzumihi fi suluki thumma al-istiqamatu alayhi. Kwanza uwe utaifuata, kisha baada ya hapo uwe utakuwa na msimamo na kukita katika barabara hiyo, ndipo hapo utaweza kufikia ile kupata radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuipata pepo ya Allah Azza wa Jalla. Aya hii ndugu zangu, wanachuoni wanasema kwamba ni katika
aya iliyokusanya dua yenye manufaa mingi zaidi kwa Muislamu kuliko mambo mengine yote. Asema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi, idha hudiya al-abdu ila sirat al-mustaqim, pindi mja atakapofikiwa na Mwenyezi Mungu, kuongozwa katika njia ambayo kwamba iliyonyoka, aanahu ala ta'ati, hapo ndipo Mwenyezi Mungu atamuwezesha, atampa nguvu yule mwanadamu juu ya kusimama na taa na ibada, wa tarki ma'asiyatihi, na vile vile ataweza kuacha yale aliyokataza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mambo ya maasiya. Fasalima min ash-shururi fi dunya wal akhirah, kupitia huu uongofu ambao Mwenyezi Mungu atamuongoza huyo mwanadamu, basi itakuwa ni sababu ya yeye kusalimika na shari za dunia na akhira. Wa hasalat lahu salama, vile vile atapata kusalimika na maafa yaliyoko hapa duniani. Wa hasala lahu alfawzu wan naima warahati waruh, atapata kufaulu na atapata kuneemeka na raha katika moyo wake. Kadhalika hasalat lahu alhayatu alkamila bisababi luzumihi lihadha as-sirat almustaqim, ndipo atapata maisha kamili kwa sababu yeye kujilazimisha na kushikamana na barabara hii. فأعظم الدعاء أن يدعو العبد ربه أن يهديه صراطه المستقيم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه amalizia maneno yake kusema kwamba dua muhimu na kubwa ambayo mtu au Muislamu atakiwa awe ni mwenye kuiomba na kujilazimisha nayo ni mtu kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amuongoze njia iliyonyoka. Na kwa kweli ndugu zangu, Muislamu haitoshi kwa kuwa yeye ni Muislamu, haitoshi kwa kuwa yeye muamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, haitoshi kwa kuwa wewe waingia msikitini, waswali, wafanya ibada. Fawqa dhalika kullu lazim an tad'u Allah Subhanahu wa Ta'ala an yahdiyaka ila as-sirati al-mustaqim. Pamoja na yote ni lazima na ni muhimu uwe utakuwa ni mwenye kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuongoze katika njia ambayo kwamba iliyonyoka, kwa sababu mwanadamu ima baina ya mambo mawili. Sengine huwa yajua haki, atapata kujua jambo kisha akaacha kulifuata, tayari hapa wewe utakuwa ushapotea na barabara ambayo kwamba ni haki. Au utakuwa katika barabara ya haki, kisha baada ya hapo fayakhudhuka amwajul fitan, utachukuliwa na mawimbi ya fitna na mitihani, ukajikuta umetoka katika istiqama, umetoka katika barabara bila ya kujua. Ni wangapi leo tunaowashangaa katika maisha yetu, vijana, watu wazima walikuwa na istiqama, walikuwa ni watu wa kisawasawa, yahdhuruna aljamaa fi salat, walikuwa hawakosi swala, walikuwa ni watu wa mbele mbele, multazimin bimadhahir alislam wa bisha'air alislam. Lakini baada ya hapo wakachukuliwa na fitna, pengine hiyo fitna yenyewe kawapata ndani ya Uislamu, ndani ya Uislamu na ndani ya zile ibada zao. Mtu akajiona labda yeye amefikia kilele katika ilmu au katika ibada, akaanza kudharau watu na akaanza kuwaponda watu na akaanza kuwatukana watu. Hii fitna inakupata ndani ya dini yako sengine, fitnatud din. Kwa hivyo kila siku wewe usitosheke kujiona uko katika msimamo na barabara ya sawa basi ukatosheka kwa mimi nishafika, walillahi alhamd, sina haja tena kuendelea kuomba, Mwenyezi Mungu ashaniongoza. La, watakiwa uombe na uombe zaidi. Na ndiyo miongoni mwa hikma moja, sengine mwanadamu Mwenyezi Mungu humpatia maombi ili amkubalie kwa sababu ya faida yake, hata kama yeye mwanadamu mwenyewe hajui. Miongoni mwake ni hii dua ndani ya Fatiha.
katika kila swala wewe wasema ihdina as-siratal mustaqim, wa muomba Mwenyezi Mungu uongofu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iwakupatia. Muomba Mwenyezi Mungu kila siku ihdina as-siratal mustaqim, kwa sababu akujua wewe mja wake, wewe hukusalimika na maafa na mitihani iliyoko katika dunia. Sasa hii dua amekuwekea wewe kwa kujua au kwa kutojua kwamba wahitaji kumuomba Mwenyezi Mungu uongofu. Ndio maana ikawa kila ndani ya swala watakiwa useme maneno haya, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye akuwafikie na uweze kubakia katika njia au barabara anayoitaka Allah Azza wa Jalla. Alhidayatu ikhwata alkiram, uongofu wanachuoni wanasema ni sampuli mbili. Alhidayatu naw'ani, hidayatu alilm wal irshad, wa hidayatu at-tawfiq wa hidayatu albayan. Kwamba uongofu wa aina ya kwanza ni mtu kujua elimu au kujua uhakika wa jambo, an ya'rifa al-'abdu al-haqqa wa an yumayyiza baina ma'dan al-haqqi wa ma'dan ash-shubuhat. Wewe kujua baina haki, kujua baina ya batil, kujua ni kitu gani kinachofaa na kisichofaa. Na kuna uongofu aina ya pili, nao ni uongofu wa tawfiq, kwamba ushajua, je, umeweza kufuata na kufanyia kazi? Umeweza kufuata baada ya kujua haki na kujua jambo hili ni sawa na hili si sawa. Je, umeweza kulifanya, ukuliacha lile jambo kwamba si la sawa na ukalifanya lile jambo ni la sawa? Na kila Muislamu lau atajipima katika maisha yake atakuta kwamba ako nayo baina ya mambo haya mawili. Ataona kwamba kuna jambo labda iwalijua jambo hili halifai, ni haramu, ay imma yakuna mujahiran au khafiyan, imma awe atafanya lile jambo kwa siri au kwa dhahiri, lakini lile jambo alijua halifai na yualifanya, alijua ni makosa na yualifanya. Kwa nini? Bado tawfiq au hidayatu tawfiq ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haijampata, haijamfikia. Na ukijikuta huko katika hali hiyo, watakiwa uzidi kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uongofu, uzidi kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akuongoze, kwa sababu wewe uko katika hali mbaya. Wafanya jambo pamoja na kuwa wewe walijua halifai au lile jambo ni haramu, lakini bado walifanya, na nafsi yako yajua tawan au karhan. Na sengine huwa wapambana wewe lile jambo kuliepuka, lakini utaona kwamba mwisho wa kuisha umejikuta umeingia ndani ya ile maasiya na ile dhambi umekuja umeifanya. Huyu hajapata hidayatu tawfiq. Hidayatul ilm wal irshad anayo, imma yajua mwenyewe au amepata kusikia au ameambiwa usifanye jambo fulani, usifanye jambo fulani, jambo fulani ni haramu. Akasikia hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, akasikia aya za Qur'ani zinauzungumzia kuhusu haramu wa lile jambo na makosa yake, lakini ikawa bado yeye yuendelea kufanya. Kwa hivyo hidayah zote hizi mbili yahtaju ilayhi almu'min, muislamu yuzihitajia. Kwa sababu ya kwanza ni muhimu, huwezi kuepuka jambo ambalo ni la shari, jambo la makosa, ikiwa hulifahamu. Ikiwa hujui hili jambo ni makosa, vipi utaliepuka na vipi utakuwa mbali nalo? Vipi utajikinga nafsi yako na shari yake? Kwa hivyo la kwanza ni muhimu uweze kufahamu jambo hili ni makosa na halifai. Hiyo ni uongofu wa kwanza tayari. Hiyo umepata tayari hidayah, kwa sababu kulijua ni khairi kubwa. Kwa sababu katika kuliacha kwako itakuwa ni rahisi, utafikiria maafa yake, utafikiria madhara yake, utafikiria iqabu na adhabu aliyoipangia Mwenyezi Mungu kuhusu jambo lile. Kwa hivyo hata ikiwa wataka kuliendea kulifanya, haya mambo yatakuwa yako katika akili yako, wayakumbuka kidogo, tastanfir min, utakuwa ni mwenye kulikimbia, au nafsi kidogo itaingia hofu. Lakini ikiwa hulijui kabisa ni hatari. Lakini pia baada ya kulijua ni muhimu kuomba hidayatu tawfiq, Mwenyezi Mungu akuwafikie kuliepuka lile jambo, kama ni jambo la makosa au ni jambo la khairi vile vile uwe ni lenye kulifanya
na kadhalika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwafikie katika mambo ya khair. Na haya pia yako tena katika mambo ya ajabu ni kwamba hakuna asiyejua kwamba mfano wa silatul rahim ni katika mambo makubwa katika Uislamu. Silatul rahim ni katika mambo makubwa, birrul walidain katika mambo makubwa, lakini utaona khairi hii kuna watu wanajua yeye amekosana na familia yake, amekosana na watu wake, lakini hataki kuenda kupatana, na anajua kwamba jambo la kukata kizazi ni jambo baya. Ajua kwamba silatul rahim ni katika mambo makubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa ayul a'mali afdal, akasema as-salat thumma ay birrul walidain. Lakini utapata kwamba watu katika hili vile vile wanalijua uhakika wake, wanajua hatari yake, lakini wameshindwa kuepuka. Tawfiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haijawapata. Ndipo wakasema wanachuoni, laysa kullu man hudhiya ila alilmi as-sahih, sio kila aliyeongozwa katika kufahamu elimu au jambo kiuhakika yuhda ila al-amali bimuqtada, kwamba huyu vile vile atakuwa ameongozwa au ashapata hidayah ya kulifanyia kazi lile jambo kama inavyotakiwa. Fakathirun au kathirun ya'lamuna haqa'iq ad-din wa shar'i walakinnahum 'an al-qiyam biha wa tahqiqiha bima'zal. Wengi wanajua kuhusu uhakika na undani wa dini na sheria, tena wanajua mambo mengi, lakini katika kusimama na yale mambo kuyafanyia kazi na kuyatekelezea haki yake wako mbali sana, wako mbali sana. Kwa hivyo ni muhimu sana mtu anapoomba hidayah afahamu kwamba hidayah aitajia hidayah za aina mbili. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuongoze kulifahamu lile jambo, uzuri wake na ubaya wake, vile vile akuongoze wewe kulifanyia kazi lile jambo. Fal khalqu jami'an yahtajuna ila hidayatin ukhra ba'da al-ilmi wa hiya hidayatut tawfiq. Wanadamu, viumbe, waislamu kwa jumla wote wanahitajia hidayah ya ziada baada ya elimu, nao ni hidayatut tawfiq. Na ukiangalia Qur'ani imeeleza kwamba kunao baadhi ya wale waliokuja kulinganiwa na mitume wao walikuwa wanajua haki kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini walikuwa wanaikanusha. Hata Firaun si kwamba hakujua Musa ni mtume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kwamba yeye aliyokuja naye ndio haki, na kwamba hakuna mola isipokuwa Allah Azza wa Jalla, Rabbus samawati wal ardi ma bainahuma in kuntum sadiqin. Musa alipoambia hivyo, wao walikuwa wanafanya maskhara, lakini wanajua. Mwenyezi Mungu akasema kwamba wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum dhulman wa uluwan fanzur kayfa kana aqibatu almufsidin. Walikuwa wanajua uhakika. Kwa hivyo elimu peke yake na kujua jambo kuhusu uharamu wake na uhalali wake haitoshi. Wewe wahitajia zaidi ya hapo kujua, wahitajia baada ya hapo tawfiki ya kulifuata lile jambo na kulifanya. Mwenyezi Mungu kadhalika alipozungumzia kufaru Quraysh, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, Mayahudi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, kwamba wanamjua Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa alama zake na ishara waliopewa ndani ya vitabu vyao, kwamba atakuja na atakuwa na alama fulani, ndiye mtume wa mwisho na ni ndugu yake Isa na Musa na wengineo katika anbiya, lakini walimkanusha. Lakini walikuwa wanamfahamu. Hawa walikosa nini? Walikosa hidayatut tawfiq. Kwa hivyo aya hii inatupa muongozo, inatupa ufahamu ya kuelewa ya kwamba Muislamu katika miongoni mwa dua zenye manufaa ambazo atakiwa azikariri kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni dua kama hii ambayo ndani yake imekusanya uongofu. Umuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uongofu na akuongoze katika barabara ya sawa. Hii as-siratul mustaqim
ni ipi? As-sirat al-mustaqim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwanza ameisifu bis-sirat al-mustaqim kwa sababu ndio njia ya haki. Njia ya batil haitwi as-sirat, zinaitwa as-sabil au as-subul. Njia ya batil zinaitwa as-sabil au as-subul. Ndipo Mwenyezi Mungu alipotaja katika suratul An'am kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subul, na hii ndiyo njia yangu iliyonyoka, fattabi'uhu, ifuateni, wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, wala musifuate vinjia. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kuwabainishia maswahaba, siku moja alichukua kijiti akawachorea chini katika ardhi, akawachorea barabara moja ndefu, kisha baadaye ubavuni akaandika vinjia vingine, akawaambia maswahaba, hadha sabilullah, hii ndiyo barabara ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, imenyoka kabisa, haina kombo. Wa hadhihi subulu shaitan, na hivi vinjia vingine vya kando kando, hizi ni barabara za shaitan. Kisha akawasomea aya hii, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subul. Njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni moja na ni njia iliyonyoka, haina vipengele vingi. Na shaitani barabara zake ndio nyingi. Maana shaitani akitaka kushika hukutafutia kila aina njia. Atakufuata kwa hili, akikukosa atakufuata kwa njia hili, akikukosa, yani kila namna. Ndio wanachuoni waliozungumzia katika talbisatu shaitani ni kwamba mwisho humfuata mtu, huanza kufuata katika shahawati na katika maasi, kukuwekea mambo ya matamanio, uanze kutamani mambo ya haramu na nini. Akikuona kule umeshindikana, atakuleta katika mambo ya halali. Vile vile katika halali kule yani akutilie nguvu wewe uvuke mipaka. Akikuona amekukosa huku, atakujia paka ndani ya ibada, ndani ya taa, huku yeye apambana na wewe ili akupoteze, akutilie riya ndani yake, aanze kuweka majivuno ili kusudi ya kuharibia. Sasa hizi zote ni katika njia za shaitani na talbisat kumpoteza mwanadamu. Lakini njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni moja na imenyoka. Na Sheikh Al-Hafidh Ibn Al-Qayyim rahmatullahi alayhi akasema kwamba Mwenyezi Mungu wasafahu bil istiqama, ameisifu hii barabara kwamba imenyoka, lianna sirata la yakunu illa idha kana mustaqiman, kwamba kuitwa sirat katika lugha ya Kiarabu haiitwi mpaka iwe ni barabara imenyoka. Lakini zile as-subul au as-sabil huwa hazikunyoka, inaweza kuwa imekwenda kombo, imekwenda hivi na ina vipengele vingi. Kwa hivyo as-siratul mustaqim, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuja kuifafanua hii njia ni njia ya wale ahlul iman wal yaqin, ahlul huda wal falah, watu wa iman na yaqini na falah, watu ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewasifu siratal ladhina an'amta alayhim hawa minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Njia ya watu wema waliotangulia katika manabii, njia ya watu wema katika shuhada, watu waliopigana wakafa katika da'wa na kuitetea dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na watu ambao kwamba siddiqin wa kweli, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi, yani walikuwa wa kweli na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya nafsi yao na kuhakikisha ile imani ya kisawasawa kwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema barabara hiyo ni barabara ya watu wema ambao kwamba ukifuatana nao basi umefuata barabara mzuri na umepata marafiki wazuri. Hawa ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewataja. Na hii barabara bila shaka ndugu zangu
ni barabara ya peponi, barabara ya kupeleka watu katika janna. Na usitarajie kwamba katika barabara hii utapata mshuko katika kuitafuta. Naam, tariqul haq wa tariqul huda wal falah wan najah, lakini kwa kuwa inakupelekea katika mazuri na kuna watu hawataki wewe upate mazuri, sasa hii barabara ndio ikawa na vikwazo, ina vitimbi, ina fitan. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, lamma khalaqa Allahu aljanna wan nar arsala Jibril ila aljanna. Alipoumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pepo na moto, alimpeleka Jibril aende akaiangalie. Jibril alipokwenda kuangalia, akamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu akamwambia Jibril, angalia namna nilivyoiandaa hiyo pepo na watu wake. Alipokwenda Jibril akamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fawa'izzatik la yasma'u biha ahadan illa dakhalaha, wallahi naapa kwa utukufu wako, hakuna yeyote katika viumbe wako wataisikia hii isipokuwa watatamani kuingia, watataka kuingia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fa amara biha fahufat bil makarih, Mwenyezi Mungu akaamrisha ikazungushwa na makarih. Makarih ni yale mambo ambayo kwamba atakiwa Muislamu apambane nayo, yale mambo ambayo kwamba ni vizingiti yeye kufika katika ile pepo, mambo matukivu, mambo ambayo kwamba yatakiwa iwe nafsi ina azma katika kupambana na amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mambo ya kutukiza. Faamara biha fahufat bilmakarih, kisha akamwambia tena Jibril, rudi. Shahawat, ladhat, mata'u dunya, mambo ya starehe, mambo ya matamanio, mambo yale ambayo kwamba ndio yamezungukwa hiyo pepo. Ni kama shamba lenye matunda mazuri, lakini ili kufikia katika yale matunda, mwanzo wewe usafishe hii barabara. Sio rahisi rahisi tu umeumbiwa pepo basi uende ukaingia hivi, la, lazima uifanyie kazi. Ala inna sil'ata Allahi ghaliya, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema hii bidhaa mzito, sio mambo yetu ya kidunia hapa ambapo kwamba tuyaona. Wewe unalipia sijui unakwenda zile sehemu za starehe Maldives, sijui wapi, bahari nini. La, janna ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, ni maisha ya milele. Ukipata tiketi yake na visa yake hakuna ku expire, wewe utastarehe sarmadan wa daiman wa abada. Sasa pepo hii sio rahisi tu wewe ufuate shahawa zako, matamanio yako, ufanye unayotaka, uache kufuata barabara ya Mwenyezi Mungu kisha upewe tu. Na kuna watu ambao kwamba wapambana, wajikanya nafsi yao, hawalali usiku mchana, saimin qaimin yatluna kitab Allah ana al-layli wa atrafa an-nahar, wanajinyima usingizi, wanajinyima kula, wanajinyima starehe kwa kufunga na kusoma Qur'ani, kusimama usiku, qiyamul layli, tahajjud, wanamuomba Mwenyezi Mungu wakilia. Wewe uko zako kule umelala tu, kisha fanaj'alul muslimina kal mujrimin. Yule amelala, kesho ambiwa wewe ulikuwa pumzika tu, na huyu naye alikuwa kesha usiku, wewe alikuwa kiomba naye. La, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakamun adil, ni hakimu tena mwadilifu, hawezi kufanya watu sawa sawa. Sasa lazima upambane, usafisha hii barabara ufike katika hiyo pepo. Ndio haya makari. Jibril alipotuma mara pili kwenda kuangalia baada ya kuzungushwa fence, akamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fa wa'izzatik, sasa hivi nilivyoiona hakuna. Akamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, laqad khiftu wa'izzatika laqad khiftu an la yadkhulaha ahad, na hapa kwa utukufu wako nilivyokwenda safari kuiona, naogopa jamaa wasitake tena wasiitamani tena. Yani vile ilivyozungushwa na ile fence ya makare, hawa hawatataka tena kuingia. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia nenda kaangalie moto.
alipokwenda kuangalia moto akaona kwamba hapa si mchezo. Akamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa izzatika la yasma'u bi ahadin fayadkhulaha, hakuna mtu atakayesikia atakayekwenda kuingia pale abadan. Mwenyezi Mungu akamwambia, akaamrisha ile pepo izungushwe na shahawat, izungushwe na shahawat, matamanio, mambo mazuri mazuri, moto, mambo mazuri mazuri. Jibril alipokwenda tena akaiona, akasema wa izzatuk khashitu an la yanjua minha ahad. Huu moto ulivyoona na hivi ulivyopambwa, basi hakuna atakayeokoka, wengi watakuja kuingia hapa. Hasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameifanya hivi ili watu iwe kuna upambanufu, wenye kufuata barabara ya sawa na wale ambao kwamba watakuwa ni wenye kufuata barabara ambazo sio za haki, kila mmoja apate malipo yake. Lakini waumini ni wale ambao kwamba wataweza kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uongofu na kujilazimisha katika kusimama barabara ya haki, ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awafikie kuingia katika barabara hii na kuingia katika radhi zake na kuipata pepo yake. Siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Mwenyezi Mungu baada ya kutuwekea dua hii kwamba tumuombe Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla pepo, barabara iliyonyoka, na tukaambiwa ni barabara ya wale watu wema Mwenyezi Mungu alioneemesha katika manabii na watu wema katika mashahidi, watu wema katika wakweli. Sasa hapa Allah Azza wa Jalla vile vile akatubainishia kwamba kuna na barabara nyingine ambayo kwamba nao si mzuri, kuweni na hadhari nayo. Ghayril maghdubi alaihim waladdallin, barabara ya watu wapotevu, barabara ya watu waliokasirikiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu tuepushe nayo. Maana yake, na tunajilinda kwa wewe, utuepushe na barabara ya wale watu ambao kwamba wamepotea na wale watu ambao kwamba wamekasirikiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hawa ni kundi la Mayahudi na Manasara, kama ilivyokuja katika tafsiri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, akawaelezea watu hawa Mayahudi na Manasara, na sababu ni kwamba hawa wa kwanza al-maghdubi alaihim, waliokasirikiwa Mayahudi, hawa walijua haki, walijua haki wakaiwacha, walijua haki wakaiwacha. Walimjua Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawakumfuata, walimfanyia vitimbi. Sasa ikawa wamekasirikiwa kwa kuwa wameijua haki wakaitupa. Na hawa Manasara, hawa walikuwa wanajitahidi katika kufanya mambo mazuri, lakini ala jahlin, hawakuitafuta elimu, hawakutafuta uongofu. Fadhallu wa adhallu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawataja hivi: qad dhallu min qablu wa adhallu kathiran wa dhallu an sawa'is sabil, lu'ina alladhina kafaru min bani israila ala lisani Dauda wa Isa ibn Maryam. Kwa sababu walikuwa wana muabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ala jahlin, kwa matamanio yao, na kuabudu wale ambao kwamba ni viongozi wao katika al-ruhban, al-ahbar wa ruhban. Wale walikuwa ndio barabara zao wanaofuata. Anavyosema hili ni sawa wanafuata, na anavyosema kwamba hili si sawa wanalikataa. Hata kama kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala linatakiwa wao wanaofuata. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi wal masih ibn Maryam. Ni Manasara hao, waliacha barabara ya elimu wakafuata barabara ya shahawati na matamanio, wakapotea. Na wale Mayahudi walijua haki wakaipinga na wakaifanyia vikwazo. Falamma jaahum ma arafu kafaru bi fala'natullahi ala alkafirin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
awasifu kwamba watu hawa walikuwa wanaijua haki, lakini walikanusha haki ile, wakaipinga haki ile na wakaizulia mambo mengi. Sasa wakakasirikiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo na sisi tuambiwa tuombe tujilinde na watu wa aina mbili hii, watu wenye sifa aina mbili hizi, watu ambao kwamba wanafuata barabara za matamanio zao, na wale ambao kwamba wanapinga haki baada ya kujua, wanaiacha na kwa inadi na kwa uhasidi. wadda kathirun min ahli alkitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kufaran hasada. Hivi ndivyo walivyokuwa Mayahudi, kwa sababu tu ya uhasidi, hasadan min indi anfusihim. Alikuwa tamani watu wasifuate Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndio Mwenyezi Mungu akaeleza mbele katika hiyo suratul Baqara, walan tarda anka alyahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum, kwa sababu wao hawakutaka watu wamfuate Mtume sallallahu alayhi. Na si kwamba hawajui kwamba ni haki waliokuja na Mtume, lakini walikuwa wameikanusha na wameipinga kwa sababu ya uhasidi, kwa sababu ya vitimbi vyao. Walikuwa wanataka kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam vile vile atoke tena katika ukoo wao wa Banu Israila na hawa Mayahudi. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala arada shay'an ghayra dhalik, alikuwa amepanga na ametaka jambo lingine tofauti kuliko vile wao wanavyotamani na wanavyotaka. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu atuambia ya kwamba tujilinde vile vile na hawa watu ambao kwamba sifa zao ni kufuata matamanio na wengine ni kukanusha na kuitupa haki na kuiachilia mbali. Hawa wako katika barabara mbaya na barabara ambayo kwamba ni za upotevu. Wote ni wapotevu, wametofautiana tu njia walizozifuata, wote ni wapotevu. Hawa wamefuata matamanio na hawa wamepinga haki, na wote wamepotea, wote wamepotea. Ghairi almaghdubi alaihim wala dhallin. Tunaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuepushe na barabara za hawa watu waliokasirikiwa na watu ambao kwamba wamepotea. Hii ndio maana ya suratul Fatiha kwa ufupi katika aya zilizokuja ndani ya sura hii. Tunaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atunufaishe kwa yale ambayo tumeyazungumza, na tujalie ni miongoni wenye kusikia mazuri na kufuata haki. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie vikao hivi vikao vyenye khairi na baraka, na atukubalie ibada zetu zote tuliozifanya, na tuwafikie vile vile kumaliza mwezi mtukufu Ramadhani. Nafikiri itakuwa ndio jalsa yetu ya mwisho. Mwenyezi Mungu akituweka hai na uzima, tukutane tena kwenye vikao kama hivi, ima ndani ya Ramadhani au na miezi mingine katika miezi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ولدا إلا أصلحته ولا ولدا إلا أصلحته ولا والدا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم وفقنا لكل ما تحب وترضى. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.